Mmejaza matunda mengi nyinyi, vegetarian. Enace palo ETA Lambo Park in London Strip. Tumechelewa kuamka, lakini leo mpango ni tunaenda kuspend siku nzima katika hoteli iliyofunguliwa hivi karibuni ambayo ipo Kiwengwa. Lakini sasa changamoto tuliokuwa nayo ni kwamba breakfast inaisha saa 4 na sasa hivi ni almost saa 2. Kwa hiyo sasa tunachojaribu kufanya ni tufike kule before ili tuwahi breakfast kwanza. Lakini pia changamoto nyingine, barabara nyingi zipo kwenye matengenezo. Kwa hiyo tukisema tuondoke na gari itakuwa ni uongo kwa sababu foleni ni kubwa. Kwa hiyo tutachukua ADV kwa ajili ya kwenda nayo Kiwengwa ambayo ni almost lisali 1 na dakika 15. Pole babu. Subiri. Hebu kamata simu nitoe mwenyewe. Kamata. Wewe jamaa unaendesha ukamati breki babu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa sababu tunaenda zetu Kiwengwa, wesi hapa linaonyesha vijino vitatu. Kwa hiyo itabidi hapa niingie ATM, natoa pesa chapu na ingia Shell, nataka nijaze fuli kwa sababu baadaye tuna mipango jioni turande na hii Honda uko Kiwengwa. Ndio maana pia hatujataka kuchukua gari, tunaona bora tuchukue hii Honda. Sie tujazie. Boss vipi? Sasa huyu anataka tutie vijino viwili. Honda yetu zimikie njiani. Full tank F20 kwani kitu day hichi babu. Ari anakonda mzigo huu hapo. Alafu pembeni yake ndo ya mkeo. Haya. Bana waje. Mazali sisi wengine tunapita juu, wengine wanapita chini. Hii ni flyover. Kuhusu hichi kidaraja, hizo ni shida zao binafsi. Situite wa shamba. Kwa kwetu Zanzibar ndo tuna hii. Kuhusu Dar, Kenya, wapi sawa, mnazo yetu yanakuja zaidi mdogo. Hakuna matata. Sisi tushafika mitaa ya Mwera. Ile ndo skuli nilosoma. Yale mabanda mnayoyaona, yale ndo mabanda nilosoma. Ili banda lilokuwa lina madirisha lilikuwa la form 3, form 4 lile. Tumebakisha dakika 12 kufika tunapoelekea. Sasa hivi tunakaribia na njia ya Upenja. Hoteli tunayoenda ni Tembo Kiwengwa Resort. Mambo vipi? Mambo akwisha habari yake. Una jamaa maarufu, hata kukubali. Nimemwambia yeye superstar, lazima aitwe mwanzo. Saa 3 dakika 5. Ndio kwanza inaanza breakfast. Now tunaenda breakfast. Baadaye tutawapiga tour ya sehemu nzima, lakini sasa hivi kwanza tunaenda kuweka Honda, tukakimbilie chakula. Alafu sasa ndo mambo ya kucheck-in kwenye room, maisha ya kituristi yanafuata. Mcheke. Tembo Kiwengwa 4K. Thank you. Najifuta kwa sababu mikono imechafuka au vipi? Unaweza kujifutia ukanukia. Hichi asante, sijui kinakuwa kimeishia wapi. Hii ni karkade, ni hibiscus. Uliza kwanza ni karkade. Ni karkade sio? Kapatia. Hata huoni rangi basi, au ulijua wine. Cheers na wao, cheers hapo. Yes. Tuwavalishe za full body. Full body maana yake nini? Full body maana yake unakuwa unakula breakfast, lunch na dinner. Bila hichi hauli wala uingie kwenye room. Mwambie kabisa. Oya, to run down for breakfast kwanza. Hao wenyewe msione kama wanakazana, ndio wanaelekea huko. Yaani sisi kuwasia Waswahili ndio tunajaa. Kitu ni wanasema international. Kwa sababu muda ushafika, you have to eat, alafu mambo mengine yaendelee. Mbona wale bendi zao za mkononi kama nyeusi sijui, zetu si za blue. Sasa zetu sisi ndo zenyewe, sisi tunakula asubuhi, mchana na usiku. Wale wanakula asubuhi tu, alafu vyakula vingine wanakula nje wanapojua. Unapaswa full body, sisi ndo full body. Alafu tunalala full body, yani mwili mzima. We breakfast, lunch na dinner. Yani ile tuloipiga video iliyopita ndo hicho tunachofanya sasa hivi. Kitu kimoja ni kwamba kwenye buffet hizi huambiwi sijui kuku kipande gani, unakula as much as you want, kiasi unachotaka. Wings babu. Breadfruit, najua tatizo mnanichanganya sasa hivi, nimetoka sasa hivi na
Yani kuna namna kama wananiumiza roho. Ila wait, ngoja nichukue na pancake moja. Nataka nione hawa mushroom wanaotia. Unakula mushroom? Kwa nini tunasaidia nini hizi? Mazali wamewekewa wazungu na wanakula. Na wazungu kuna sio tofauti. Hii ni French toast kule karibu na mwisho. Bro, hapa Afrika mambo ya kila kitu na plate yake mimi siwezi. Mananasi na hivyo siwezi vitu citrus. Uzuri wa sehemu kama hizi ni kwamba hamna anayekujua Abdalla. Kwa hiyo unaenjoy unapotaka. Haijatumia plate yako. Tutakula tutarudi. This side ni breakfast lounge, kwa hiyo kila mtu anajiamulia tu anapotaka. Umefunga? Umefunga? Leo lini? Leo lini? Leo ni Ashura. Mie nikishaoa I think mambo kama hayo nitakuwa na nafuatilia zaidi. Mmejaza matunda mengi nyinyi, vegetarian? So siku yako ya kwanza. Bro, eat with your hand, kula na mkono ninakusudia. So sasa hivi ni muda breakfast, lakini tunakula breakfast alafu baada ya hapa kwenda kucheck in labda kwenye room kama zitakuwa tayari, kama bado hawa wanaenda kurekodi wakina S Jamal. Kwa hiyo tunaweza tukapata behind the scenes zao 2-3 then tuna proceed, lakini leo siku nzima tupo huku. Mbona hii pancake haina ladha? Au ndio inatoa na zile Nutella pale? Wewe itakuwa hujui wewe. Itabidi niweke hadi baadaye. Naona watu wananichezesha. Aibu utaona wewe. Mayai yenyewe na foleni. Mimi nataka mayai tu. Naona kila mtu anaagizia kwa kizungu. Niweke I think labda hizo tomato na vitunguu kidogo. Nasikia cheese omelette, omelette with nini? Vitunguu kidogo, hizo pilipili boga kidogo pia, pilipili huko ustie, basi I think it's enough. Kumbe mwenzangu huyo. Sasa nikazania na wewe utakuja na English omelette, sijui cheese nani, nikaona je, nikasema cheese omelette hapa likaja yai la shepu ya Kiarabu. Asante. Asante. Omelette letu lo nini? Sili tena vipi? Sisi tunakula lunch. Tumewaleta duniani kuabudu na kuzaliana. Ili muabudu na kuzaliana lazima mule vizuri. Kwa hiyo kula ni sunna, ni faradhi. Malizia almost. Poa. Anyway, hawa wanatangulia kwenye puli, tutawafuata. Mie kula ni kwanza. Kwa hiyo anajulikana ndani mroho. Tatizo yeye mroho, maliza yeye. Yaani watu wembamba walikuwa hawezi kula wana shida kweli. Tumemaliza. Naona kuna jet car kule. Kuna jet car, kuna jet ski, tutazirudia baadaye. Mzetu hivi kwanza. Yaani wale wote tutawarudia. Leo yani tunafanya moja. Wale wameenda kwenye infinity pool ipi. Humu ndani kuna puli hazipungui 10, sijui 9. Pale tu zipo 6 kwenye zile villa. Sijui ndo zinaitwa pool au jacuzzi, kuna hili kubwa, kuna zile za pale chini kwenye suite. Anyway, nitawapiga tour ya hoteli nzima ilivyo. Sasa hivi ngoja kwanza tukawatafute hawa kina S Jamal. Tukimaliza baadaye tutaenda kule chini sasa kwenye hayo activity ya jet car na manini hawajaenda bado kurekodi kwenye mapuli yao, na hisi wanasubiria room. Subiri nikaangalia yangu wanataka kuchange kwa sababu so sijajua room ya nani itakuwa tayari. Sema niliambiwa yangu kule chini wakati tunakula breakfast tayari. Habari, room yangu nimeambiwa tayari. Okay, sawa. Naenda kwa lift au kwa ngazi? Kuna mtu akutupeleka au sio? Okay. Dakika moja nakuja. Jamaa room yao bado, kwa hiyo nawapeleka kwenye room yangu kwa sababu inabidi wakachange kwa ajili ya kuja kwenye hizo swimming pool kufanya video zao za makachu. Wale wengine wako. Unajisikiaje? Furaha, upendo na miujiza. Subiri. Haya macho hujatumia chochote? Hamna kaka, hamna. Yaani nikirekodi hivi na nikirekodi hivi sote tunaonekana. Mambo ya futuristic hayo. Umeona? 404 hii hapa. Pigeni hodi babu, hii ni room yangu mie. Bwana sasa kwa nini hizi zimewekwa 2 na niko peke yangu? Kwa nini zimewekwa? Kwa nini? Kuna mtu gani? Hamna mtu babu, wewe vipi wewe? Hem, tulieni, mbona mnazingatia vitanda? Zingatieni na huku mbele basi.
Oya, sikilizeni kwanza babu. Badilisheni hizo nguo zenu msepe. Choki ipo. Pita kwa hivi. Choki iko wapi? Tulia. Naona tushakuwa kwa vikundi. Bwana Toka machumba. Oya. Ni chumba cha mwa fulani. Unasema angalia kuna baraza. Hili nini? Ni pazia au? Hili linapanda hili au? Subiri. Hili na hisi lina pazia babu hili. Unaona? Hili pazia babu. Wewe jamani, hemkakai tu bale wa kule mbele. Unaniona? Subiri hapo kwanza. Nataniko. Nawaona. Sasa umeelewa mchezo ule? Sasa hapa Imran. Tulia. Imran kwa. Nije nioe inshallah. Anaogelea. Mwanangu mie mwaka huu haumalizi. Mwaka huu naoa babu. Weka unataka kunichangia ninunulie V8. Jamani, samanini, naombeni mchange hizo nguo zenu mtoke. Lil TJ. Now in the mood come fly day late. Jump in a private jet. And after Palo ETA, Lambo Park in London Street every day. DJ But my man took my Sasa vijana washabadilisha nguo zao, washa change, kwa hiyo ni time ya kutoka kwa ajili ya kuenda kushuti. So nilikuwa nasema hizi, kwa hiyo room zile za juu kule ndo zina ile private pool yake, alafu na room hizi hapa za chini zote kila moja ina hii pool ambayo unaweza ukatumia. Kwa hiyo ubale wa kule na ubale wa huku, ambayo ukiunganisha kwa haraka itakuwa kuna pool moja, pool mbili, alafu kuna na ile ya juu pool ya 3, alafu na pale chini kuna pool nyingine kubwa ambalo ni la 4. Kwa hiyo hili nahisi ni kwa ajili ya watu wote wa hizi room nyingine ambazo hawana puli kwenye sehemu zao. Anyway, kuna flexibility, yani hata kama wageni wakiwa wingi nahisi una enjoy. Alafu kule kuna zile private villa. Pia nitaenda kuwaonyesha baadaye nikishowcase sehemu nzima, lakini sasa hivi kwanza acha tu focus na hawa ambao wanataka washuti kwenye hizi pool. Kwa hiyo na hii ni ya watoto, pale kuna jacuzzi, and then hapa ndo kuna big pool nyingine ambayo pool hii ni 1.4 meters. Kwa hiyo mnashuti sasa hivi sio? Yeah. Yaani ndo mnatamuige kwamba mmoja awe anatembea chini ya maji, mwingine kabebwa mabegani na mwingine kabebwa juu. Hiyo ndio hiyo, sisi tuko kwa ajili hiyo. Nataka nione. Sasa mwanzo nilikuwa sijaelewa. Tuone. Twende. You can. Yes. Okay. Now. Hello. Imagine mtoto kaenda kubeba vitabu, yule anaenda kusoma beach. Ingekuwa si watoto wetu wote wanaenda kucheza jet ski. Jamali, wakati wale wameenda kutafuta watoto, kwa nini tusiende kuangalia labda space zile zilizokuwepo? Sehemu labda za watoto za kucheza. Tuenze tutembea. Kuna ile naona Baobab Kids Club, kuna lounge pia watu wazima. Hii ni ile sehemu ya resta tulokula asubuhi, ambayo juu pia kuna room kama sikosei ni 4 zile, ambazo zile zipo direct katika upande wa beach, yani ngazi yake inashukia beach. Hii ni sehemu ya kuchezea watoto. Hello. You're looking after your kids? Okay. Habari. Okay. So space hapa ni ya kuchezea. Good morning. Now it's afternoon, no? Okay, kuna na vitanda pia wanavyoweza kulala mtoto in case amechoka, na misala ya kusalia, and humu kuna bathroom yao watoto. So yeah, the space ipo kubwa. Watoto wamewekewa TV, wana enjoy. Watoto wakishua. Yule ana kazi rahisi kweli. Kazi yake anacheza na watoto tu, ana enjoy. What do you think? She has a nice job. She's just playing with the kids.
really good, very patient. The way you're speaking about it, it looks like it's a hard job. Actually, patient. How come I don't do listening? Tunamwambia yule dada ana raha, anacheza na watoto, anasema da, yani awe mvumilivu kweli kwa sababu she's really patient. Kama sio mvumilivu hawezi kutoboa. Na hii ni sehemu ya nje, kwa hiyo ile ni sehemu ya kucheza watoto, lakini ya ndani. Hii hapa ni ya nje ambayo kuna mchanga wa beach, na hii ni Baobab Lounge. Hii naona kuna pool table humu ndani. So habari. Okay. Hili pool table. Hii mipira ile ya mkono. Yaani michezo kama hujazaliwa familia za kishua si rahisi kukutana nayo. Hichi cha nini? Nini? Table slide. Ambayo yani unacheza vipi? Hicho. Mbona kinaenda chenyewe? Okay. Kwa hiyo anaikitia ndani huko ndo. Mbona kama unajilinda sana bwana? Tulia. Hicho. Nimebana sana. Alafu kuna naichi hapa. Tulia. Okay. Kama hivi. Hem toka lete. Hem fanya wewe. Jamali, yani wewe umejua kucheza michezo hiyo? Okay. Funga huyo. Funga. Leo sio siku yangu. Amenichanganya. Subiri. Okay. Oya, baadaye tunairudia hii. Tupite hivi, tuenze tukapite kwenye zile villa pale, japo kwa nje tuzione. Watoto hawachezi saa nzima eti wakishua. Ndugu zetu sisi wa Kipemba. Kashakunywa uji wa mchele. Okay, kwa hiyo hizi ni private villas ambazo ziko mbili tu katika hii hoteli. Kwa hiyo each villa ina kama kipool chake kidogo, za chini, za juu ziko vile. Kwa hiyo mfano familia au group vile mnataka ladies group, sijui men's group. Men's group zinafanyika kwani? Ladies group na hisi. Mubetoka mfano mpo watu 6, watu 8 ndo mnachukua kama hichi kimoja kizima. Lakini kule ndo jengo zima na kuna room za kule. Rooms zote sijui kama zinafika 60. I'm not sure. Nitawaulizia baadaye kama kuna possibility ya mfano kufanya ile day pass, kwamba yani unalipa, una spend day tu asubuhi mpaka jioni, alafu unasepa bila ya kulala. Mbuyu ya kwenu mnaamini kama na kama jini. Sasa tunataka jini. Mbuyu kama hivi. Mbuyu mmoja. Mbuyu handsome. Hapa pia mbuyu handsome. Na mwingine ule pale. Mpaka ina Wallace. Hii ile pale. Wazumia one. Ngoja tuzoom ile mbuyu na Wallace. Watu hawaamini kuwa kwenye mbuyu kuna kajini. Wameenda mpaka wamempata mtoto. Twende. You're almost there. Just relax. Yes, Jamal. Yes, Jamal. No, Jamal. Relax. Yes, relax. Ukishuka pole hapo Wait. Tulia. Wait. No. Vale, sorry. Wameweza mara ya mwisho. Wameweza. The man of the match. Imefanikiwa sasa. Tuenjoyini kwa pamoja. Yani I'm enjoying a lot na nyie. I'm telling you. Yani nyie mnatizama but I know what I'm showing you. Yani na enjoy na nyinyi sana. You just want to relax? How old are you? 6.
6 and you want to relax in a resort? That's what I always do. That's what you always do. Wow. When I was 6, I was playing with sand. And you were 6? You want to relax at the resort? That's your life. Oh, wow. Dogo alikuwa ananiambia anasikia baridi, namwambia sasa jua kali, ananiambia anataka tu kutulia, relax zake. Sasa namwambia una miaka mingapi? Ananiambia nina miaka 6. Naambia yani miaka 6 unataka relax? Ananiambia that's what I always do. Yani hicho ndo yani ni kitu cha kawaida kwake. Yani sio kama ni mara ya kwanza leo, yani ni kawaida yake, kashazoea. Sasa anambia mimi miaka yake nilikuwa nakula mchanga, na ananiambia that's my life. Yani hayo ni maisha yangu mimi, alafu hayo yalikuwa yako wewe. Yani hadi nimepata feeling nizidi kupiga kazi. Nitakwambia alivyoniambia, lakini ya maneno yamenipa nguvu niendelee kufanya kazi yani. Na hisi sijui kama nitalala uzuri leo. Na mimi wanangu angalau waje kula omelet. Halo. Imlani kaogelea leo. Kule usimdharau mtu, amna mbuzi, wote binadamu. Yule pale na anajua kuogelea fresh. Mchasi mliko mnazania kuogelea sijui. Nimetega vizuri na anajua yengu kijana. Kweli mtu so mbu mwanangu. Yule pale mchiza na enjoy. Una kitu gani cha kuambia watu? Kitu kimoja tu kwa unavyojisikia sasa hivi. Usiongee upumbavu wako tena. Wanakuamini vijana, si ndio vijana? No, asante pesa. Achaneni nayo yule. Muaminini Mwenyezi Mungu na naaminini hakika mipango yake ni bora zaidi na mambo yanaenda kwa wakati. Afande. Kwa hiyo mstari huu mtu asivuke kwa sababu ni eneo la hoteli, au sio? Okay, manake wanakuwa kwa hiyo kuepuka ile wageni kuitwa, kusumbuliwa, kuulizwa nini. Okay, manake huu mstari ndo mwisho. Kwa hiyo bichi kila mtu anaweza kutembea, lakini kwa sababu pale kuna eneo la hoteli sio vizuri ile, unajua ukiwaachia watu wanatembea, wanaenda wanaanza mara kuwauliza wageni vitu, kuwauzia kazi. Yani ndo mwisho, hawavuki pale, wanaishia pale pale. Kwa hiyo kama mgeni yeye kuna kitu anakitaka, basi yeye mgeni mwenyewe huwa anashuka bichi na kuja kuuliza. Sikia, sisi tunataka dakika 5 tu. Dakika 5. Dakika 5 kwenye dakika nusu na kwa 50. Kwa hiyo kila dakika 5 50,000. Tatizo mafuta. Sikia, tatizo mafuta, tufanyie si dakika 7 au 8. Yaani wewe unatupa discount kwa kutuongezea dakika. Nakwambia hapo dakika 5 kwa 50 fresh. Kwa hiyo jet kando ile pale ni 1,500,000 kwa dakika 15, lakini kila dakika 5 ni kama kitu cha 50,000. Kwa hiyo ukija unaweza ukajipiga mkajichanga, mkajisave, mkaja kupiga nje ya hoteli ya Tembo Kiwengwa, unawakuta na jet ski kiasi gani umetuambia? Jet ski 60 Mswahili dakika. Okay, Mswahili dakika 15 jet ski unapata 60,000. Kwa hiyo na drone shot ukitaka, drone wanafanya vipi kwa? Okay, kuna na mtu wa drone. Kwa hiyo in case ukitaka kufanya na drone ushutiwe, unaweza ukaja ukakubaliana na mtu wa drone na hao, lakini bei ndo hizo hapo. Kwa hiyo mta enjoy. Simu yangu ni muhimu kuliko mie mwenyewe. Napandia hapa, sio? Okay. Tulia babu. Leta kwanza. Oya drift kwanza.
ananigongea madrifti mengi huyo badala ya kuingia uoga wa kutupa simu yake. So anyway, nimetoka kushaa mara moja kwa sababu kuchezea bahari. Sikupata kuwaonyesha room yangu vizuri pale mwanzo, so tuanze hapa tena. So hii ndo view yake, yani room nzima ambayo ipo direct to the beach, na if you stand behind, this is how inaonyesha. So kuna hii small sofa ya kukaa kuchill kama in case mna chat, in case kama mko wawili. So na hili moja ambalo nimelivamia, lakini kuna ile jingine ambalo lipo tu. So na yapo meza, kuna ile simu kama tunahitaji reception kama hivyo. Hii ni ile mira ya pale mliona mwanzo, ile mira ambayo ukifungua ile pazia lake unaona katika bathroom ndani. Kwa hiyo rahisi zaidi kama ni mna zona watu kama hivyo. Hicho kitanda and side bed yake, chest ya kuweka kama vitu, TV, kuna mira. One thing, kitu kimoja nimetaka kuonyesha, mnaona ile ni kibla sign. Kwa hiyo room zote katika hii hoteli zimeekewa ile. Kwa hiyo manake kama ni Muislam, unapokuja ukitaka kusali direct, just ukiangalia juu tu unajua kuwa kibla ni wapi. Hapo kuna dressing, and then kuna hizi kettle ambazo unaweza kuweka kama kahawa au chai, friji yako ndogo, sehemu ya kuweka nguo na chini viatu. And then again, hii ndo bathroom ambayo ina basin zake mbili, na hiyo kwa nini hair dryer, kitu kama hivyo. Ina hand wash zake, ina shower gel na shampoo na towel zake. Kifupi inajitegemea, yani roof juu ilivyo, yani design yake kwamba sijui niwaeleze vipi, lakini inaonyesha ipo so perfect. Kwa hiyo anyway, sasa hivi nataka ni chill kidogo, nitulie, and then sasa hivi ni muda wa kuchill kidogo, kutulia, and then labda baadaye naweza nikashuka kwa ajili ya kwenda kumpitia Jamali, tukaenda kama kuranda au kwanza tutaenda lunch kwa sababu ni almost saa 8 tena sasa hivi. Room ya Yes Jamali kwa G16. Okay, kwa hiyo hii ni G09 mpaka G17. Okay. Alafu room ya Jamali ipo beside hii, yani ipo pembeni ya hii paddle court, yani ile ya kuchezea zile tennis. Sasa hapa baadaye jioni badala ya sunset saa 1 ndo tutakuja kucheza ile paddle ile kama tennis ile wanayopiga. Hapa mnaiona vizuri. Si mnaiona hiyo ground? Tutairudia baadaye jioni. Kwa hiyo tunaenda mdogo. Yes, kwa hiyo wewe mwanangu ukija kufungua huku ndo unatoka moja kwa moja kwenye pool. Sasa hizi ndo room nilizokuwa nawaambia. Yani room ya Jamali ipo direct kwenye swimming pool hizi. Kwa hiyo ukiwa unakaa kwenye room hizi hapa, yani hizi zilizokuwepo humu chini ni direct upo kwenye swimming pool yako kipande hichi chote. Umesemaje da? Huwezi kukaa mbali na maji. Hawezi kukaa mbali na maji. So mimi nakaa kule juu ndo kuna ile private pool chetu. Anyway, time for lunch. Twenzetu. Let's go. Nimewambia nataka nishindane na Teresa. Kwa hiyo wakimuona wampe taarifa. Yani tunataka tuende Bongo tukabie naye bato ya kula tu, lakini kwanza watupe time kwa sababu tunataka stage hapo la 6. Mazoezi ya nini? Asikutishe babu. Kwani yeye ninapokula vyote unanenepa? Alafu eti imagine nimeacha viatu nje. Mazoea sama baya. Yana taabu, kuyaacha ni adhabu. Twenzetu. Subiri. Una ngoma gani unayojua? Happiness is the truth because I'm happy along if you feel like happiness is the truth. Sikiliza babu, maisha kituristi hawezi kunielewa dunia. Yaani hao wasikukuamini wewe kama bwana kuangalia ni nzuri zaidi kuliko kufanya. Kwenda kutoka kule. Hem, tupande hapa, tukatoke kule, alafu tushuke kwa ile ngazi. Kwa hiyo hii ngazi hii inatupeleka kwenye room, lakini nataka nikawaonyeshe zile room za juu. Hii ndo kitchen ya asubuhi pale tulipofanya buffet. Wewe zipo room huku. Zipo room 4 kama sikosei, 5. Hizi hapo.
Kwa hiyo na room hizi nazo, hizi hazina private pool. Pool yake ndo ile pale. Kama sikosei, lakini sijui mnaziona zilivyotulia. Kwa Waswahili. Once you are in, everything is yours to use. Kwa Kiswahili, ukiingia ndani tu, vitu vyote mwanangu unatumia tu. As long as access ya hapo kwenda kufikia. Okay. Na hapa ndo pale chini. Kwa hiyo sasa tunaenda kuzunguka kwenye ngazi hii ili tuje for lunch now. Ni muda wa lunch. Again, tumevishwa hivi vya blue ambavyo vinaitwa full board. Maana yake unakula asubuhi, mchana na usiku katika hotel. Vikiwa hivi vya blue maana yake tunakula asubuhi, mchana na usiku hapa. Lakini vikiwa vile vya kaki maana yake tunakula asubuhi, nakula na dina, mchana hatule. Okay, sawa. Na kuna menu hii hapa ambayo ni ya full board. Unaletewa kwa ajili ya mchana, unachagua kitu kimoja kimoja kwenye salad, soup, main course pamoja na dessert, lakini kwenye drinks inabidi unazilipia. Kwa hiyo full board inakuwa ni kwenye chakula, lakini kwenye drinks unalipia. Mimi naomba pia hiyo mango avocado salad. Naomba hiyo vegetable soup nipe, sijui ya kitu gani. Kwenye main course mimi nigaie beef curry served with rice. Alafu na kwenye dessert nigaie chocolate brownies. Yani kuna mtu akisikia tu hivyo nilivyoisema ashajua mimi ni sehemu gani hivi vitu napenda kwenda kuchukua. Asubuhi chakula Manutella nini babu? Ukifika miaka 40 utaambiwa usile sukari tena. Bon appetit. Baba nasubiri kidogo tunaleta main course. Sawa. Hamna shida. Wewe hata ukituletea meza ikawa imejaa. Hamna shida. Basi sisi tuletee tu. Sisi hatuna tatizo. Sasa hichi ndo kitu mnatakiwa mjifunze. Kumbe chakula sio kama kinachelewa. Issue ni kwamba imeletwa juisi kwanza unywe kidogo, alafu imeletwa saladi ule, wakati wanakuona unamalizia saladi wamekuletea supu, wakati unamalizia hii supu ndo chakula wakilete. Sasa tunataka tuletee vyote moja kwa moja. Tena ngoja niweke vizuri hapa ili tupate space. Niweke kwa hapa tu. Na nilikwambia, yani nilijua tu kuwa huu wali wa kizungu, ndio maana nikaona na hivi vingine vyote. Unaweza kunyanyua kidogo tukaona lea baga yako? Yani wewe hiyo ndo basi? Kama basi ni game hamna tatizo. Anatania tuna vlog tu. Usianze kuatia watu stress bwana. Hapa tuko sawa. Hapa asante sana. Ongeza sawa inshallah. Bado dessert tuachie kwanza kidogo. Subiri kwanza tumalize hivi. Sawa. Sitakuona pale. Hamna tatizo. Live. Anyway, tunaendelea kula. Unataka kuondoka? Hamna shida. Mtu ambia hawezi kula hamniamini. Hamna kitu hapo. Mimi nimefundishwa chakula hakitakiwi kutupwa. Ukiwa unajua hukiwezi achana nacho. Okay, so tumemaliza lunch. Meza inasafishwa and our desserts are coming. Tuendeleeni na dessert. Tumemaliza jamani, twenzetu mida hiyo inaita, tukaendelea na mambo mengine inshallah. Kuna na nini ile ping pong, ile sehemu kule iliyokuwa ina facilities sijui gym nini, tutaenda kuingia kuicheck, lakini baadaye. Sasa hivi kwanza at least tunatoka nje. Toka asubuhi tulivyoingia ndani hoteli hatukuwa able kutoka nje, so yes, tukapumue kidogo. Hata mimi najisi nimechoka, lakini nina imani tukienda nje tutachangamka. People want to see, watu wanataka kuona. Subscribe kama side character unaofuata mnioni. Kwa hiyo ni 10,000 ni watu 10,000 viewers. Minimum. Kwa hiyo akiona mpe mwenzie, afle mwenzie aiangalia hata yani usipeleke mbele. Ili sio pale kama watu wamenini. Wale staff wana enjoy kichizi yani. Wao wanapocheka, wewe usitame. Ndio. Yani at that time nakumbuka miaka hiyo. Yani mimi uni offer kitu nichukue sehemu drinks, vinywaji, maji na ndafu nikatae. Nao najiona kama shanza kuwa tajiri sasa. Nikatalia mimi kununulia kinywaji ni it's okay, yani ndio ilivyo. Sometimes mtu hujisikii, so sikiliza, uko maskini unajisikia muda wote. Unasambaza furaha kijana. Unakujaliwa. Mashaallah. Ingia usiku sasa hivi almost saa 1 kama sikosei. Nilimwacha huyu kidogo aje kupumzika. Tulirudi tulipotoka nje pale alisema amechoka,
So sasa hivi tumebakisha kucheza hii paddle court. Kuna ile facility pale nje sijawaonyesha, so nimekuja kumpitia katika room yake. Nataka nitoke naye. I think kwanza tutaenda pale katika ile facilities nikawaonyesha sehemu zile za gym na mambo mengine, yani kuna kitu gani na kitu gani, alafu tutaulizia mipira ya hii game ya paddle kama ya tennis ile, kama tunaweza kuipata na kama ni possible kucheza. And then nice ni possible kucheza, lakini tutaconfirm tu. Mbona umeacha mlango wazi? Wow, una enjoy eh? Una enjoy eh? Shwa, mtu mzigo wa joti huo. Wa joti akecha. Twenzetu kule kwenye facilities nikawaonyeshe. Sema pia kuhusu bei sasa. Nimetaka kuambia. Hizi bei yani mfano room au mfano bei za hizi day pass ukitaka vile kuja. Yes, pa benki nimetoka naye. Ukitaka zile bei za day pass zina vari kutokana na wakati. So anayekuja ikiwa peak season hoteli ipo full, na anayekuja ikiwa low season bei zao zinakuwa ni tofauti. So the best way ni kwamba if unahitaji bei ya chochote, basi unaweza just kuwacheck kwenye akaunti zao Tembo Kiwengwa Resort, au unaweza ukaingia kwenye website yao pia Tembo Kiwengwa Resort, na ukapata hizo details zote. Yani bora kuwapigia simu au kuwa reach out wakakwambia bwana, kutokana na leo zile rates zipo hivi. Njoo kwanza, njoo. Tukitaka kucheza ile paddle inawezekana kupata vile vipira, au sio? Inapatikana. Kwa hiyo pengine bei ambayo nimelipa mie leo au bei ambayo amelipa leo mtu mwingine ni tofauti na bei atakayolipa mtu mwingine wiki ijayo. Hili ni jengo likiwa usiku jamani, anyway kuna view nzuri. So hii ni resort facilities ambayo pale kuna Zuri Rituals, ni duka kama la nguo, pale kuna Tanzanite Museum. So tuingie ndani tukaone how the space looks like, how the place looks like. It's okay if you want to walk by, it's not okay. Freddie Mercury, sijui una yeah. Zuri Ritual, kuna Tanzanite Museum, and then kuna tour, kuna Zanzibar Horses Safari, kuna Jozani Chwaka Bay, kuna na Mnemba Island. Kutoka hapa kwenda Mnemba ni karibu kitu kama dakika mengine 30. Then kuna private jacuzzi yao, kuna massage room alafu haionyeshi hata ndani. If you know you know. If you know you know. Alafu kuna spa ambayo pia ipo, alafu kuna massage room tu pia nayo imezibwa malako. If you know you know. Alafu kuna Ayurveda room. Hii ni Zuri Ritual. Maybe ni party ya hiyo, sijajua. Hizi ni washrooms ambazo ni yani za watu watakao kuwepo sehemu hii. Clinic. Okay, in case mgeni ameumwa au kuna tatizo mtu ajisikii uzuri, then anaweza kuja. Alafu kuna hii sehemu ya excursion ikiwa kama unataka tours. Alafu kuna gym ambayo kwa watu wanaopenda mazoezi, machesti nini, kama kijana wangu hapa ndo maeneo yao. Si unaona dumbbell hizo? Alafu kuna sehemu ya dive center, watu wanaopenda kudive. Hizi ni facilities ambazo sikuonyesha mwanzo, lakini mnaona sasa hivi zinavyoonyeshwa, yani usiku zinaonekanwa vizuri zaidi, yani unazienjoy zinavyoonekana. So tunaenda for dinner. So now bro, it's the time. It's the time to eat your money. Money. Your money. Ile Sea Salt Restaurant for dinner. So second round. Ni buffet. Ni buffet, au sio? Hi, habari. Kwema. Poa. Asante. Thank you. Mimi ni 404. Karibuni sana, enjoy. Sawa. Babu hapa as long kaandikwa calamari, mimi nakula tu. Calamari nakula? Sheria ni moja tu. Mchele kidogo, yani hichi kitu ukishajifunza utajua. Havijaongezwa bado, tutavirudia. Si tunarudi raundi ya pili? Tunarudi pale, kuna pasta broccoli salad. Alafu tembo hii unyama mwanangu. Mishikaki ya kuku yo sio? Mimi niweke miwili. Asante. Sasa hapa space ya matunda. Matunda ya nini baki? Utabebaje sasa na unasema mkononi? Saidia kwa unasema mambo ya akili. Unataka kusaidia? Basi mimi acha nitie maji yangu kabisa. Dina hii hapo naona na ile. Amenjoy. Mimi naona hapa. Angalia mambo. Haya. You and I we're beautiful like diamonds in the sky. I do.
So alright. You are beautiful like diamond in the sky. Shine bright like a diamond. Sankarewa, this time for Africa. This time for Africa. Woo! Woohoo! Woohoo! So tunashuti hii vlogi, lakini tulikuwa tumeweka simu moja live TikTok, wamejiamulia tukatunza 30,000. So let's go. Let's go. Let's go. Sema tunatunza wapi? Wape tu wenyewe, wape tu wape. Waeke. Okay, so tumeomba hizi, asante. Kamata. Kamata, kamata, kamata. Ni muda wa kwenda kucheza tennis ile. Asante. Sisi tunaenda tu tunaingia. Kwa hiyo upo vizuri ya mlango wa kuingilia huku babu. Huku. Twende. Kusha habari yake. Yes. Kusha habari yake. Usitabia. Hii hapa sasa hivi. Hii sasa hivi. Ndio mwisho wa vlog yetu. Kwa hiyo unataka kuambia neno gani kwa vlog inayokuja ambayo si wenyewe tushaipanga lakini hawezi kuikisia ni vlog gani? Na pengine isiwe ndani ya Zanzibar. Una mpango wa kuambia nini? Ikifika viewers 10,000. In the first one week. The first one, ikifika viewers 10,000 ndani ya wiki moja. Tutakupeni kitu surprise. I think tunaweza kushoot nje ya mkoa. Nje ya nchi babu, huso mkoa. Nje ya nchi. Hii ni nchi Zanzibar bro, wewe kuita mkoa. Subscribe, like, comment and share. See you on the next one. See you. Ilikuwa raha sana kuwa na nyie leo and nafurahi sana kama kijana wenu mnavyoendelea kumfunga, lakini nawapenda sana, na kama kuna chochote zaidi mnachotaka kukiona, mnachotaka kukijua, niambieni kwenye comment. Mie kwa ajili yenu, whenever I get time, naenda kwa ajili yenu.